Kama kariabusanda ramakoshe basika. Baba yangu, ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya nguvu zako za ajabu. Wewe ni Mungu mkuu, mfalme wa falme, Bwana mabwana, unaishi na kumiliki na kutawala. Watoto wako tunakutukuza kwa sababu ya asubuhi nzuri, asubuhi yenye neema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye kibali ambayo Baba umetupa watoto wako. Tumenyenyekea chini ya dali lako tukiomba rehema, tutakase kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu liye mwema, mfalme wa falme na Bwana mabwana, watoto wako unatujua tulivyo wakosefu mbele zako, nasi tumeshuka mbele zako kuomba toba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neno lako linasema katika kitabu cha Isaya, kwa dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Watoto wako tumeshuka mbele zako Bwana, tukinyenyekea mbele za uso wako tukiomba rehema, tutakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Mandorosha karabakuri ya basika. Kila mmoja popote alipo anapofuatilia maombi haya, ingia mbele za Bwana, anza kuomba toba mbele za Bwana. Asubuhi ya leo nyenyekea mbele za Bwana, anza kuomba toba. Rika mandorosha karabakuri basika. Baba, tunaomba rehema zako tena, rehema zako za ajabu juu ya maisha yetu. Rehema zako Bwana juu ya hatima, rehema zako Bwana. Tutakase mioyo yetu, tutakase roho zetu, tutakase moyo wetu, tutakase miili yetu asubuhi ya leo. Kuri amanda ramashaka rabasaka. Yamanda rika baba sanda ramakushaka rabakushi. Eka yamanda riamasika rinda sika rabushaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Mungu wa rehema nyingi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana tumenyekea mbele zako. Tunaomba nguvu zako asubuhi ya leo. Tamka mbele za Bwana, unahitaji nguvu za Mungu asubuhi ya leo. Baba, tunaomba nguvu zako zituatamie tena asubuhi ya leo. Yesu Kristo, tutie nguvu tena, tuimarishe watoto wako. Tunaomba nguvu mpya Bwana, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu mpya. Tamka, unahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Unahitaji nguvu mpya. Rika manda rabashaka. Baba, tunahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Nguvu mpya kutunyanyua, nguvu mpya kutubeba, nguvu mpya kutusimamisha. Rika ndara mandoro shaka rabakoria basika. Omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo 1:8 ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu. Yesu Kristo, tunapokea nguvu zitokazo kwako. Tuongezee nguvu watumishi wako na wajori wako. Yakayaba kayamando sokorubu shaka. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yetu saa Bwana, katika jina la Yesu. Rikanda ramando rusha karaba kuria. Ya baba sanda ramando rukushata. Ya baba karia masekere. Risanda ramando rusa tata. Baba, nijaze nguvu asubuhi ya leo. Niongezee nguvu Bwana. Pale ninapochoka Baba, niongezee nguvu. Pale ambapo siwezi, niongezee nguvu. Niongeze nguvu Bwana kuifanya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando rosa karabashaka. Tamka asubuhi ya leo, unahitaji kuongezwa nguvu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya kukuwezesha, nguvu ya uwezesho, nguvu ya kufanya ufikie hatima, nguvu ya kufanya ufikie kwenye neema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuongezee nguvu, tuifanye kazi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rosa kamanda ramasika. Asante Bwana, asante Bwana. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu. Mwambie Baba, najiachilia kwako, najiachilia kwako, najiachilia kwako. Rika manda rabashaka. Unahitaji msaada asubuhi ya leo. Unahitaji kumuona Yesu asubuhi ya leo, akikutoa kwenye machozi, akikutoa kwenye kilio, akikutoa kwenye taabu, akikutoa kwenye mateso, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kila eneo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona asubuhi ya leo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona kwa namna mpya. Ni kuone sio sawasawa na jana, ni kuone sawasawa na utukufu wako.
Oh Baba, nikuone tofauti, maana wewe ni Mungu wa tofauti. Nikuone ukibadilisha hatima, nione ukibadilisha maisha yangu, nione ukibadilisha ndoto yangu. Mwambie Baba, naomba nikuone leo kwa namna nyingine, nikuone leo kwa namna mpya, nikuone leo kwa utukufu mpya. Hebu tamka mbele za Bwana. Unahitaji kumuona Yesu tena, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Yesu. Mwambie Baba, nahitaji kukuona, hakika nahitaji kukuona, nahitaji kukuona kwa namna mpya, nahitaji kukuona kwa utukufu mpya. Rika baba 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 baba. Tamka mbele za Bwana. Mwambie Baba, naomba nikuone wewe, unisaidie, nikuone wewe, unibebe Baba, nione nguvu zako zikinisaidia, nione utukufu wako ukisimama upande wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ramanduru shakarama koribasaka ya baba korimasaka, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sijajua ninaomba na nani, sijajua ninaomba na nani asubuhi ya leo, lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia umekuwa unapita mahali ambako ndani yako nasikia kuchoka, ndani yako nasikia kukata tamaa, ndani yako usikii kuendelea, ndani yako nasikia mzigo mkubwa ndani yako ambao umekukatisha tamaa. Wakati mwingine unasikia kuchoka. Usiendelee kuchoka peke yako. Hebu sema, tutaomba, tutasimama na wewe. Tumia hiyo namba ya WhatsApp iliyoko hapo ya 0679645759 kwenye kioo chako. Hebu nitumie message, sema na mtu wa Mungu, niambie unapita wapi. Tutasimama, tutaomba. Utasimama kwenye group letu la maombi, tutaomba na mkono wa Mungu utaenda kwa dhahiri. Mungu amesaidia watu wengi, amegusa watu wengi, ameshika watu wengi, na wewe Mungu hatakuacha, atafanya. Acha kukata tamaa, ongeza nguvu, acha kuchoka, ongeza nguvu. Tatizo lako bado linawezekana, tatizo lako bado ni jepesi, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ali hai. Nitumie ujumbe rika baba sando roshaka. Ndio nasikia Mungu ananiambia, Mungu alimsikia Kornelio. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Mungu akashuka kwa Kornelio akamwambia, Kornelio, sikiliza, maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Nimekumbuka kuna kitu nataka nikupe siri asubuhi ya leo. Popote pale unapofuatilia maombi haya, ndani yako sikia Mungu anachokizungumza. Chukua sadaka ndani yako. Kuna namba hii ya Vodacom, mwambie Mungu, wewe ulimsikia Kornelio, ulisikia maombi yake, ulisikia sadaka. Naomba kupitia sadaka ya asubuhi, ninaomba kupitia sadaka ya asubuhi, Baba usikie maombi yangu, ujibu maombi yangu. Ninaona Mungu akienda kufanya kwa namna nyepesi, ni kupitia namba hiyo ya 0756934903. Hiyo namba ya M-Pesa. Ukiwa nje, ukiwa ndani ya nchi, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, fanya kupitia hiyo M-Pesa. Sadaka yako itafika, utaamini kitakachotokea asubuhi hii. Ninaona Mungu akienda kufanya kitu ambacho hujawahi kukiona kabisa, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ali hai. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Shirikisha watu, peleka ujumbe, copy link hii, peleka kwa ndugu, peleka kwa jamaa, peleka kwa marafiki, peleka kwa YouTube, peleka kwa status, peleka kila eneo. Unapofanya hivi unafanya kazi ya Mungu. Unaruhusu watu wengi waone neema, unaruhusu watu wengi waone kazi, unaruhusu watu wengi waone utukufu, unaruhusu watu wengi wakimbilie kwa Yesu. Oh my Jesus, ninaona ukimponya dada yako, ukimponya ndugu yako, ukimponya jamaa yako anayefuatilia maombi, ukimponya, ukimwokoa. Mrushie klipu hii. Kuna nguvu ya Mungu inaenda kudhihirika kwa namna ya ajabu. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna nguvu ninaiona asubuhi ya leo. Hii nguvu sio nguvu ya kawaida, ni nguvu iletayo neema, ni nguvu ya ukombozi, ni nguvu ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, glory. Hii ni siri ya Zaburi ya 50, siri ya Zaburi ya 50. Watu wengi hawajui siri ya Zaburi hii kwa sababu imebeba mambo mazito sana. Siri ya Zaburi ya 50. Biblia inasema, nataka nisome kidogo mistari michache hapa, kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Anasema Mungu Bwana amenena, ameita nchi toka mawio ya jua hata machweo yake. Toka Sayuni
ukamilifu wa uzuri Mungu amemulika. Mungu wetu atakuja wala atanyamaza. Moto utakula mbele zake na tufani yavuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu na nchi pia awahukumu watu wake. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Sikieni enyi watu wangu, nami nitanena. Mimi nitakushuhudia Israeli, nitakushuhudia Israeli. Mimi ndimi niliye Mungu wako. Sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako na kafara zako mbele zangu daima. Sitatoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako, maana kila hayawani wangu na makundi juu ya milima 1000. Na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu, navyo vijuzavyo navyo viujazavyo. Anasema kitu kikubwa sana. Anasema, je, nile nyama ya mafahali au ninywe damu ya mbuzi? Anasema, tolee Mungu dhabihu za kushukuru, timizie aliye juu nadhiri zako. Mstari wa 15 anasema, kaniite siku ya mateso, nitakuokoa nawe utanitukuza. Nisikilize vizuri sana hapa. Kwanza anazungumza mambo makubwa mawili. Anasema, mstari wa 5 anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Lakini anarudia neno hilo kwenye mstari ule wa 14. Anasema, mtolee Mungu dhabihu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa nawe utanitukuza. Sasa unaweza kuona maneno makubwa mawili. Sasa nataka nizungumze kidogo nguvu ya dhabihu. Sadaka aina ya dhabihu ni nguvu ambayo mtu ambaye anasimama nayo kwa ajili ya kumtukuza Kristo. Na dhabihu ambayo Baba huwa anaitaka ni ile dhabihu ya moyo. Na hapa ndipo kuliko beba pointi kubwa sana nguvu ya dhabihu. Anapomwelekeza, anaposema mtolee Mungu dhabihu. Dhabihu ni kitu kikubwa kidogo, si kitu cha kawaida. Aliyewahi kutoa dhabihu alikuwa ni Ibrahim. Mungu anamwambia Ibrahim, chukue mtoto wako wa kwanza wa pekee, mpeleke kwa mlima, nami nitakwambia. Kwa hiyo alipomwambia anamhitaji mtoto wake, Ibrahim hakuwa na mawazo nini atafanya kwa ajili ya mtoto wake. Lakini alipobeba mtoto wake wanaelekea pale kwa mlima, Biblia inasema kitu kizito sana. Wakati anatembea sasa, mtoto wake alimuuliza Isaka, akasema, moto tunao, kuni tunazo, dhabihu ya kumtolea Bwana iko wapi? Maana yake dhabihu ilianza kupiga kelele kabla haijatolewa. Tunaona Ibrahim anaenda mpaka kwa mlima, na anafika huko, wakati amemlaza mwana Isaka kumtoa dhabihu, Biblia inasema akamwona mwana-kondoo. Mungu akamwonyesha mwana-kondoo, akasema, huyu hapa, mchukue na umtoe badala ya mtoto wako. Na hapo ndipo alipomwambia sasa, kwa kuwa umenisikia na hujaniacha katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitakuzidisha. Kwa nini sasa tunamuona anamwambia katika kubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitakuzidisha? Kilichomwinua Ibrahim ni kwa sababu ya ile dhabihu.
Kwa hiyo anaposema mtolee Bwana Mungu dhabihu na mbingu zitatangaza haki yake, kazi ya dhabihu sasa inaenda kuzisababisha mbingu zifunguke, zitangaze haki, mbingu zisimame, mbingu zikuinue, mbingu zikufanikishe. Glory to Jesus. Anasema mtolee Mungu dhabihu, mkaniite siku ya mateso nami nitaitika. Kuna watu wengi unapita mahali pagumu, lakini haujajua ni nini unatakiwa ufanye. Unapita mahali unaona kabisa hapa mimi siwezi kupita. Kazi ya dhabihu huwa inaenda kufungulia neema kubwa. Kazi ya dhabihu inaenda kufungulia mambo makubwa. Kazi ya dhabihu inaenda kufungulia vitu vikubwa. Kazi ya dhabihu inaenda kufungulia mambo mazito makubwa. Kama unataka kuwa mtu mkuu, kinachokupeleka kwenye ukuu ni dhabihu. Kama unataka kupanda viwango vikubwa, kinachokupeleka kwenye viwango vikubwa ni dhabihu. Kama unahitaji kuwa mtu mkuu, kinachokupeleka pale ni nguvu ya dhabihu. Dhabihu inamfanya Mungu aitike. Dhabihu inamfanya Mungu asimame upande wako. Dhabihu inamfanya Mungu asimame na wewe. Dhabihu inamfanya Mungu adhihirishe ukuu. Dhabihu inamfanya Mungu akufungue. Na watu waelewe dhabihu, tunapozungumza sadaka ya dhabihu tunazungumza zile sadaka za kujimaliza. Yani mtu, nina 100,000 yangu najimaliza, nina 50,000 yangu najimaliza, nina 1,000,000 yangu najimaliza. Umenelewa? Zile ni sadaka za kujimaliza. Ninaomba Mungu akusaidie. Umeona? Sasa tumeitwa tofauti, lakini kulingana na kiwango chako. Hata 10,000 inaweza kuwa dhabihu, hata 20,000 inaweza kuwa dhabihu, kulingana na vile wewe ulivyo. Kwa hiyo asubuhi ya leo kuna kitu nataka ukifanye. Kama unataka umuite Mungu aitike, kama unataka Mungu afanye mambo makubwa, wewe simama na hii Zaburi ya 50. Muite Mungu kupitia dhabihu yako. Mimi sijajua nini, sijajua yani kiwango chako cha mwisho. Unajua unaweza kuwa na 5,000 lakini 5,000 yako ikawa ni ya mwisho. Unaweza kuwa na 10,000 lakini 10,000 yako ikawa ni ya mwisho. Yani kwamba nikiitoa hii sina kitu kingine. Hiyo ndio inaitwa dhabihu. Kwamba nimebaki na 5,000 tu na nikiitoa hii sina nyingine hata ya kula leo. Hii ndio inaitwa dhabihu. Kwamba nimebaki na 10,000 nikiitoa leo sijui nitaishije mwezi huu. Kwamba nina 20,000 lakini sijui 20,000 nikiitoa mwezi huu nitaishije. Maana yake hiyo ndio inaitwa dhabihu. Dhabihu unaitoa alafu moyo wako unazidi kufanyaje? Unakutana na kashikashi. Nataka nikuombee. Lakini wale ambao wanataka kutoa dhabihu, nataka uingie kwenye namba ya WhatsApp na uniambie, kwa sababu kuna maombi maalum ambayo tutaka tufanye kwa watu ambao wanatoa dhabihu na mkono wa Mungu na kwenda kwa dhabiti. Kumbuka ni mwezi wa 6, ni mwezi wa malaika Gabrieli. Mungu anataka kufanya jambo kubwa sana kuliko kawaida. Dhabihu yako itakusimamisha. Wewe ambaye ndani yako unasikia kwamba unahitaji kutoa dhabihu, naomba popote ulipo inua mkono wako wa kulia na nataka niombe na Mungu atafanya jambo kubwa sana. Baba yangu katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji, na kushukuru kwa ajili ya mtoto na mwanafamilia ambaye amesimama kwa ajili ya utukufu wake. Asante kwa sababu ya hii nguvu ya dhabihu ambaye anasimama nayo kwenye madhabahu. Natamka kupitia dhabihu hii Yesu Kristo kamfungulie milango mikubwa sana ya utukufu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Inua sasa hiyo dhabihu, sema Baba, katika jina la Yesu, kupitia dhabihu hii neema iliyofungwa ifunguke na baraka zote zofungwa zifunguke, na Yesu Kristo nitendee makuu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Panda hiyo dhabihu kupitia 0756 938 903, na ukisha panda hiyo dhabihu kuna maombi maalum ambayo Mungu amenielekeza tafanya kwa ajili ya kila mmoja anayepanda dhabihu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na neema ya Yesu iwe juu yako. Nikutakia asubuhi njema. Utamuita Mungu ataitika. Neema ya Kristo itadhibitika. Shalom shalom. Shalom. Shalom.